Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za habari za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrend huko mitandaoni. Na kubwa bwana, tunafahamu Simba wapo nchini Morocco wakijiwinda na mchezo wa kombe la shirikisho wa finali dhidi ya RS Berkane, mchezo unaotarajiwa kupigwa tarehe 17 siku ya Jumamosi huko Morocco, na kibongobongo majira ya saa 4 hivi usiku. Wa Tanzania walio wengi watashuhudia mchezo huo kupitia luninga kwa hapa nchini. Lakini hilo si kubwa zaidi ya kile ambacho nataka kukwambia ni kwamba taarifa zisizo rasmi ambazo hazijathibitishwa ni kwamba CAF imewataarifu TFF kuwa mechi ya finali ya CAF Confederation Cup kwa maana ya Simba Sports dhidi ya RS Berkane ambayo ilitarajiwa kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, sasa imepelekwa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Hii ni taarifa ambayo sio rasmi, lakini ni tetesi zilizovuja na sisi tunakuletea hapa. Ni kwamba CAF imeeleza kuwa maamuzi hayo ni baada ya kujiridhisha na ukaguzi wa mara kwa mara wa hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa katika kipindi hiki cha mvua. Huwa inakuwa si nzuri sana hali ya uwanja huo, na hivyo basi hiyo ndio sababu ya uwanja huo kutumika kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Lakini kwa haraka tunafahamu kwamba Simba si timu ambayo inapata matokeo ya kuridhisha sana visiwani Zanzibar, na huenda hii ikawa ni pigo kwa Simba katika mchezo huo kupelekwa Zanzibar, kutokana na kuwa mara ya mwisho Simba ilipata goli 1-0 mchezo huo wa kombe la shirikisho ambao uliwafanya kutinga hatua ya finali baada ya sare bila kwa bila ugenini na wakapenya kwa bao la nyumbani. Hivyo basi kwenda kwenye mchezo wa finali visiwani Zanzibar si taarifa njema sana kwa Simba wenyewe, lakini hata mashabiki wa soka hawawezi kuipokea taarifa hiyo kwa furaha kwa sababu ya kutokuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo ndani ya dimba la New Amani Complex. Ingawaje mpira unadunda na popote pale mnyama anaweza kutoa makucha yake, lakini si taarifa nzuri. Tunafahamu mchezo wa marudiano wa Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane unatarajiwa kupigwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 5, na hivyo hatuwezi tena kusema ni Mkapa Stadium, bali tutasema New Amani Complex pale visiwani Zanzibar majira saa 10 alasiri, na tunasubiri taarifa rasmi kutoka katika mamlaka za soka nchini kwa maana ya TFF, shirikisho la soka nchini Tanzania. Lakini pia tukiamini kwamba Simba Sports Club lazima na wao watatoa taarifa baada ya TFF kutoa taarifa. Na yote kwa yote, kama nilivyokuambia hapo awali, hizi si taarifa njema sana kwa mashabiki wa soka wa Simba, kwa sababu kwa Mkapa pale yoyote anakufa. Hakuna timu ambayo imekuja kwa Mkapa ikaondoka kwa furaha. Hilo linafahamika kwa Simba Sports Club. Pale ni machinjio, wenyewe wanapaita kwa Mkapa wanapaita ni lupaso pale. Yoyote akija pale anapata pumzi ya moto na kisha anaondoka na kilio. Hivyo basi hizi si taarifa nzuri. Inawezekana ukaweka jambo hili katika figisu za soka za Afrika, maana si taarifa rasmi, lakini ni taarifa ambazo kama vile zinainyongonyesha Simba Sports Club katika kuwania taji hili kwa mara ya kwanza baada ya kulikosa mwaka 1993 huko, na hivyo kwa mara ya kwanza ndoto za Simba ni kuliinua taji hili. Kwa hiyo kitendo cha kutokuruhusu mchezo huu kupigwa pale ni kama kuinyongonyesha klabu ya Simba na kutumia nguvu nyingi zaidi katika kulipigania taji hili mbele ya timu bora kabisa ya RS Berkane. Na kwa taarifa hizi moja kwa moja ni wazi kwamba ndoto za Simba kutoa taji hili ziko asilimia chache sana.
Ila laiti kama mchezo huu ungepigwa Lupaso, basi Simba kubeba taji hilo lilikuwa ni kama kumsukuma mlevi hivi, kutokana na mazingira ya uwanja wa Mkapa walivyo wazoesha watu wanaokuja kukutana nao pale. Na maneno ni mengi kwa mitandaoni, wengi wakieleza licha ya ubora wa RS Berkane, lakini nyuma ya RS Berkane wapo vibopa ambao wana nguvu katika soka la Afrika, na ndio maana jambo hili limekuwa jepesi kubadilisha hali ya uwanja. Inadaiwa na inasemekana baadhi ya viongozi walishawahi kulitumikia RS Berkane katika uongozi, na sasa wapo katika shirikisho la soka Afrika pale kama viongozi, na tunafahamu mpira wa kaskazini ndipo viongozi wa soka wengi walipo huko, na hivyo basi hata figisu za nje ya uwanja huwezi kushindana na mataifa ya kaskazini mwa Afrika. Wao walishajipambanua kitambo kweli katika figisu za soka, na sisi ndo kwanza tunajiongea huko tukiongozwa na Simba Sports Club kama kioo ama mfano katika mataifa haya ya Afrika Mashariki na Kati. Lolote linaweza kutokea, taarifa zitakapothibitishwa tutajua kama Simba Sports Club ni kweli anakwenda kupiga huko visiwani Zanzibar ama la. Lakini kwa hiki kinachoendelea hivi sasa ni kwamba Simba tunafahamu ipo pale Morocco na inajiwinda na mchezo dhidi ya RS Berkane unaotarajiwa kupigwa tarehe 17 mwezi huu wa 5 majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kikosi cha Simba ambacho tunakijua kimeshaongozana na timu bench la ufundi na viongozi na waandishi wa habari, tayari tunakifahamu kikosi hiko cha Simba ambacho kipo huko nchini Morocco kujiwinda na mchezo huo, akiwemo nahodha Mohamed Hussein Shabalala ambaye ni miongoni mwa kikosi ambacho kimekwenda ama kimesafiri kuelekea huko visiwani Zanzibar, bila kumsahau Jean Chazaua miongoni mwa wachezaji katili kweli wao wapo uwanjani, wapo huko visiwani Zanzibar. Dese Mukwala akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo huko nchini Morocco. Abdul Razak Hamza, Chema Lon Fondo, lakini Shomari Kapombe, golikipa Pin Kamara, Kibu Dennis Prosper, Fabrice Rwamba Ngoma, Mukwala kama nilivyokuambia, Mutale Joshua ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wapo huko Morocco katika mazoezi mepesi kujiwinda na mchezo huo. Lakini baadhi ya wachezaji kama vile Ali Salum, golikipa huyu bwa mdogo Duchu, Mohamed Hussein Kagoma, Chasambi Awesu, Ateba Lionel Christian Mbida Ateba pamoja na Mashaka Alex na wengine wengi wapo huko Morocco wakihakikisha wanachagiza Simba kuondoka na alama 3 katika mchezo huo, ama kuondoka na ushindi wa namna yoyote ile katika mchezo huo. Na kama watashindwa basi hata sare basi kwao ni jambo zuri, na wakishindwa sare basi papatu hata wapate goli moja, maana goli la ugenini nalo lina nguvu katika soka la Afrika. Kwa hiyo basi kila la heri Simba Sports Club katika tarehe 17 siku ya Jumamosi, lakini kila la heri Simba Sports Club tarehe 25 ya mwezi wa 5 hapo visiwani Zanzibar katika mchezo wa marudiano. Nasi tupo nyuma ya Simba kama taifa, tukitamani kuiona Simba Sports Club ikifanikiwa kusonga mbele kwa maana ya kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza na kuipeperusha vema bendera ya taifa. Hii ni Fumo 255. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrendi huko mitandaoni.